Bwana Yesu Kristo asifiwe. Nina kusalimu tena katika jina la thamani la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Shalom. Hiyo ni neno ambalo kitabu cha Yohana 19 mstari wa 20 Bwana Yesu aliwaambia wanafunzi wake, Assalamu alaikum, amani iwe pamoja nanyi. Haleluya. Kwa hiyo ni lugha ambayo ni ya kawaida ya kwanza kabisa Bwana Yesu aliwaambia wanafunzi wake baada ya kukutana. Maana yake nimeshinda. Haleluya. Kristo ameshinda kifo na mauti. Sasa napenda kidogo tuangalie kwa hekima na kwa maarifa kidogo kuhusu kifo, kuzikwa na kufufuka kwa Bwana Yesu. Lakini kabla ya kuweza kuelewa upana wake wote, kwanza ni kupongeze ambaye siku ya leo ya Jumapili umeacha vyote, umeenda nyumbani mwa Bwana. Naitwa mchungaji Sako Merrick, na pia nimetoka kwenye ibada siku ya leo, na tulikuwa na ibada njema ya ufufuo wa Yesu Kristo. Amefufuka kweli kweli, wala haina maswali. Yesu Kristo aliteswa, akafa, leo amefufuka. Tunamshukuru Mungu kwa sababu kuna ushindi mkubwa katika kufufuka kwa Yesu Kristo. Lakini ningependa tutafakari ili tuweze kuelewa kwa nini Yesu alifufuka, Yesu kwa nini aliteswa, kwa nini Yesu aliingia kaburini, kwa kuangalia maneno 7 ambayo Bwana Yesu aliyasema wakati akiwa pale msalabani. Maneno 7 ambayo Bwana Yesu aliyasema akiwa pale msalabani. Neno la kwanza linapatikana katika kitabu cha Luka sura ya 23 mstari ule wa 34. Bwana Yesu akasema, Baba, uwasamehe kwa sababu hawajui nini walifanyalo. Alitangaza msamaha. Kwa nini Yesu alikufa? Kwa nini Yesu aliingia kaburini? Kwa nini Yesu alifufuka? Alikuja kutangaza msamaha wa dhambi kwa wanadamu. Hakuna dhambi tena kwa walio katika Kristo Yesu. Hakuna hukumu ya adhabu kwa hao walio katika Kristo Yesu. Baba, wasamehe kwa maana hawajui walitendalo. Lakini baada hapo akafuata maneno ya pili ambayo kitabu cha Luka sura ya 24 mstari ule wa 43, ambapo Bwana Yesu alikuwa pale msalabani pamoja na watu wawili, mwizi mmoja kushoto, mwingine kulia. Yule mmoja alikuwa amesema kwamba Bwana, tusimhukumu mtu ambaye hana makosa. Yesu aligeuka akamwangalia, akamwambia, leo hii utakuwa pamoja nami paradiso. Mpendwa katika Bwana, ukiwa umeokoka katika Kristo Yesu, kuishi na kufa hakuna tofauti. Hakwenda paradiso kwa sababu ya matendo mema. Alikwenda paradiso kwa sababu ya neema ya msalaba wa Yesu. Na Yesu akumwambia siku ya mwisho, alimwambia leo. Kwa Mkristo unapolala, umeamka, umelala, unaamka paradiso. Paradiso ni sehemu ya bustani ya Mungu. Yesu Kristo kwa sababu ya mateso na kifo chake alirejesha bustani ya Edeni. Kitabu cha Ufunuo 12:7, kitabu cha Mwanzo 3 au kitabu cha Mwanzo 2 na 3 vinaelezea juu ya bustani ya Mungu. Naomba ujue leo hatuogopi kifo. Tukilala ni kwa Bwana, tukiishi ni kwa Bwana. Kuishi ni Kristo, kufa faida. Yesu akasema leo hii utakuwa nami paradiso. Kwa utaki kuogopa. Yesu alimaliza yote. Jambo la tatu au tamko la tatu Yesu alifanya pale msalabani ni kitabu cha Yohana sura ile ya 19. Akamwambia, Yesu akageuka nyuma, akamwona mama yake Mariam, akamwambia, mama, mwangalie mwanao. Kisha akamwangalia Yohana, akamwambia, mwana, mwangalie mama yako. Ni neno dogo lakini napenda leo liangalie kwa lugha mpya.
Bwana Yesu alikuwa na maana gani? Mpendwa katika Bwana, kitabu cha Kutoka sura 20 mstari wa 12 anasema, waheshimu baba yako na mama yako ili upate heri na maisha marefu. Yesu Kristo mwana wa Mungu alikuja kuonyesha mfano ambapo mimi na wewe tunapaswa kuheshimu wazazi. Mtu asiyewaheshimu wazazi ni mtu wa hovyo kabisa dunia hii. Muujiza wa kwanza ambao Bwana Yesu aliufanya ulikuwa muujiza wa kubadilisha maji kuwa divai, na aliyemwamuru afanye vile alikuwa mama yake. Mama akamwambia Kristo kwamba wanahitaji, wameishiwa divai. Yesu akasema leteni mabereshi. Alifanya vile, akamwambia mama unataka nini, lakini akamtii mama yake. Kristo alitii wazazi wake. Inatufundisha na sisi amri moja kubwa katika maandiko ambayo ina ahadi, ni amri waheshimu baba yako na mama yako ili upate heri, ili upate maisha marefu. Ni amri ambayo ina ahadi. Tutapoteza muda kuombea maisha marefu, tutapoteza muda kuombea heri za maisha kama umekosa msingi wa kuheshimu baba yako na mama yako. Nakumbuka mtu mmoja akasema mama yake amempigia simu, anamwambia anaishi kwenye kibanda ambacho ni cha manyasi, anamuomba mwanae amtengenezee nyumba. Kijana akawa mkali, akamwambia mama, mimi bado natafuta mjini huku, na shida nyingi kuliko nyumba. Kwanza hata yeye anaweza kutumia, mbona nakusaidia. Mpendwa katika Bwana, usidhubutu kufanya hivyo. Mama akikwambia na shida, baba akikwambia na shida, mwambie usio na wasiwasi, niombee heri. Mwezi mmoja, miwili, mitatu, naomba nikwambie muujiza utatokea, neema itatokea. Jambo la 4, akiwa pale msalabani, Bwana Yesu alifanya nini au alisema kitu gani? Kitabu cha Yohana sura ya 16 mstari ule wa 26 na 27. Lakini baada ya pale Bwana Yesu akaongea neno moja lingine ambalo ni la msingi sana, ambalo linapatikana kitabu cha Mathayo sura ya 26 mstari wa 46. Bwana Yesu akasema, Eloi, Eloi, lama sabakthani, Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha? Mpendwa katika Bwana, nimekuambia neno la kwanza Bwana Yesu alilolisema kwa ajili ya kwenda vizuri. Akasema, Baba wasamee, hawajui wafanyalo. Luka sura ya 23 mstari wa 20 wa 34. Neno la pili alisema Bwana Yesu ni kitabu cha Luka 23 mstari ule wa 43. Lakini neno la tatu alisema Bwana Yesu ni kitabu cha Yohana 19 26 27. Baba, mwana mwangalie mwana, mwana mwangalie mtoto, na mtoto mwangalie mwana. Lakini neno la 4 alisema Bwana Yesu ni kitabu cha Mathayo 27:46. Eloi, Eloi, lama sabakthani, Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha? Kwa nini Yesu alisema hivyo? Pale ndipo climax, ndipo dhambi zetu zilipoonekana mbele za Mungu nyekundu zinazotisha. Mungu akaacha kumwangalia Kristo kwa sababu dhambi zetu zilikuwa juu ya Yesu pale msalabani, zote za ulimwengu wote. Yesu alipoangalia muite baba, hayupo. Baba amegeuka, amwangalii tena, kwa sababu Mungu na dhambi ni tofauti. Mungu na dhambi hawaendi pamoja. Kwa hiyo Kristo akasema, Baba uko wapi? Kitabu cha Zaburi 22 mstari wa 1 kimetamka maneno hayo. Ilikuwa ni utabiri wa kile ambacho Bwana Yesu atakuja kukisema katika siku ile pale msalabani. Neno la 5 ambalo Bwana Yesu alilisema pale msalabani ni kitabu cha Yohana sura ya 19 mstari wa 28.
Bwana Yesu akasema, naona kiu. Naona kiu. Kwa nini alisema hivyo? Anasema, njooni kwangu nyinyi nyote mnaosumbuka na kulemewa na mizigo. Ana kiu ya kukomboa maisha yako. Ana kiu ya kukuweka sawa. Ana kiu ya kubadilisha uhai wako. Ana kiu ya kukupa maji ya uzima, upate uzima wa milele. Na neno la 6 ambalo Bwana Yesu alisema ni kitabu cha Yohana 28, ile sura ya 30, ambapo Bwana Yesu akasema, telestai, imekwisha. Yesu alimaliza kazi pale msalabani kwa neno lake la 6. Akasema it is finished. Sasa sio kufinish kwamba imeisha. Kwenye mambo ya kiwasibu au mambo ya kikawaida wanasema unapiga muhuri, paid. Deni lote la mwanadamu lilifutwa, likaondolewa pale msalabani. Imekwisha. Udaiwi tena. Ukimwamini Yesu Kristo, unaingia katika familia ya Mungu, unakuwa mtoto wa Mungu. Dhambi zako zote Bwana amezifuta na huna dhambi tena. Neno la mwisho na la 7 ambalo Bwana Yesu alilisema pale msalabani, akasema, Baba, mikononi mwako naiweka roho yangu. Bwana Yesu alimaliza safari. Biblia inasema baada ya pale akakunja shingo, akaachia roho yake. Kazi ikawa imeisha. Roho zetu ziko mikononi mwa Mungu. Mpendwa katika Bwana, maneno hayo 7 yanatengeneza sababu ya kwa nini Yesu Kristo alikufa, aliteswa, akazikwa, akafufuka kutoka kaburini. La kwanza nimekwambia, alisema, Baba wasamee, hawajui walitendalo. La pili nimekwambia, akasema, mama mwangalie mwana na mwana mwangalie mtoto. La tatu nimekwambia, akasema, ambapo ni la 4 pia, Eloi Eloi lama sabakthani. La 5 akasema, naona kiu. La 6 akasema, telestai, it is paid. Na mwisho akasema, Baba, mikononi mwako naiweka. Mpendwa katika Bwana, Yesu alitoa maisha yake na uhai wake kwa ajili yangu mimi na wewe. Kama unanisikiliza, yawezekana umeishi maisha ya dhambi. Leo kuna nafasi ya wewe kuweza kubadilika na kumpokea Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Sema, Baba, nakushukuru siku ya leo. Yesu amefufuka. Ninaamini Yesu Kristo aliteswa, akazikwa, na siku ya 3 akafufuka. Ninaomba unisamehe dhambi zangu. Naomba unihurumie, nisafishe kabisa. Andika jina langu kwenye kitabu cha uzima katika jina la Yesu. Na ukikiri maneno hayo, utakuwa umepokea msamaha. Natamani nikuone katika mji mtakatifu kule kwenye bustani ya Mungu Paradiso siku moja. Nakushukuru sana kunisikiliza. Naitwa mchungaji Sako Merrick wa huduma ya Success of Christ Ministries, Success Chapel pale Zinje kwa Pinda. Nakukaribisha kwenye ibada zetu kila Jumapili saa 3 kamili asubuhi. Tuna ibada ya Kiingereza saa 1 kamili, lakini ibada kuu ni saa 3 kamili asubuhi mpaka saa 5. Mungu wa mbinguni akubariki tunapoendelea kusherehekea kufufuka kwa Bwana yetu Yesu Kristo.